Hadithi ya mandugu wawili wa Kionjokoma ni hadithi ya kusikitisha. Ni hadithi inayohusu majamaa waliovaa sare za polisi ambao waliamua kuchukua maisha ya vijana wawili, Benson Njiru Ndwiga mwenye umri wa miaka 22 na Emmanuel Mutura Ndwiga mwenye umri wa miaka 19 bila sababu yoyote. Katika makala haya tunachambua kilichotokea siku ambayo maisha yao mafupi yalikatizwa na maafisa 6 wa polisi na matukio yaliyofuatia baada ya vifo vyao vya kusikitisha. Kabla sijaanza, ningependa kusema kwa maafisa hao 6 waliotajwa katika video hii wanachukuliwa kwa wasio na hatia hadi watakapothibitishwa kuwa na hatia na mahakama. Taarifa zote zilizoshirikiwa zinatokana na vyanzo vya wazi kwa umma na hazipaswi kuchukuliwa kama ushahidi wa hatia. Mnamo tarehe 7 Septemba mwaka 1999, mhandisi John Ndwiga na mke wake Catherine Wawira walipata watoto mapacha. Wa kwanza alikuwa mvulana, wakamuita Benson Njiru Ndwiga, na wa pili alikuwa msichana waliyemuita Gladys. Ujio wao uliwaletea familia ya Ndwiga furaha kuu. Walikuwa sasa na watoto watatu: Terence, mzaliwa wa kwanza, na mapacha Benson na Gladys. Familia ya Ndwiga iliendelea kukua zaidi pale mnamo Jumatatu tarehe 31 Disemba mwaka 2001 ambapo John na Catherine walimpata mwana wao wa mwisho aliyekuwa mvulana na wakamuita Emmanuel Mutura Ndwiga. Benson maarufu kama Ben na Emmanuel walikuwa na uhusiano wa karibu sana, kwani walitofautiana kwa miaka 2 tu. Safari ya elimu ya Ben ilianza mwaka 2002 katika shule ya msingi ya St. Joseph Catholic Church. Baadaye alihamia shule nyingine kukamilisha KCPE mwaka 2013. Baadaye alijiunga na shule ya upili ya Fishers Mbunjeru na kufanya mtihani wake wa kitaifa mwaka 2017. Baada ya shule ya upili alijiunga na Don Bosco Technical Institute huko Karen kusomea kozi ya uhandisi wa umeme. Kwa upande wa Emmanuel, alianza shule mwaka 2005 katika shule ya St. Joseph Catholic Church. Kisha alihamia shule ya St. John's Gaikama ambako alifanya mtihani wa KCPE mwaka 2015. Baadaye alijiunga na shule ya pili ya Kangaru na kufanya KCSE mwaka 2019. Jambo muhimu kumhusu Emmanuel ni kuwa alipenda sana mjadala na familia. Haikushangaa aliposema angependa kusomea sheria. Ili kutimiza ndoto yake, alijiunga na chuo kikuu cha Kabaraka. Nje ya masomo yake, alipenda kupika na alikuwa na shauku kubwa ya mbio za Formula 1. Mwaka wa 2021 ulipoanza, vijana hao wawili walifunga shule kwa likizo ndefu, kwa kawaida miezi 3 hadi miezi 4 kwa wanafunzi wa vyuo vikuu vya Kenya. Likizo yao ilifanyika kipindi ambacho Kenya ilikuwa chini ya marufuku ya kutotoka nje usiku, ama ukipenda curfew, kutokana na janga la COVID-19. Serikali ilikuwa imepanga watu wabaki ndani kuanzia saa 4 usiku hadi saa 10 asubuhi. Ben na Emmanuel walirudi nyumbani kwao Kionjokoma, kaunti ya Embu. Pamoja na kuwa walitoka katika familia yenye uwezo, walikuwa wachapakazi sana. Wakati wa likizo walisaidia familia kwenye shamba kwa kupalilia chai, kahawa na kusimamia wafanyikazi. Mwisho wa Julai mwaka 2021, kazi ya shambani ilipungua. Vijana hawa wawili wakamuomba baba yao mzazi awafungulie buchari ili waweze kujipatia kipato. Kama mzazi anayewaunga mkono, John alikubali. Ben na Emmanuel walifunguliwa buchari iliyokuwa katika jengo dogo katika soko la Mbunjeru, takriban kilomita 4 kutoka nyumbani kwao. Mnamo Jumapili tarehe 1 Agosti mwaka 2021 walifungua buchari yao kwa mara ya kwanza. Wateja waliingia wengi, hasa kutokana na ucheshi na tabia nzuri ya Ben na Emmanuel. Kufikia jioni walikuwa wameuza takriban shilingi 15,000. Majira ya saa 10 mchana, Ben
alimwambia baba yao kuwa walihitaji hela za chenji na baba yake akapanga zifikishwe. Pia waliongea na mama yao Catherine aliyekuwa ametoka chama na akamwambia biashara ilikuwa nzuri. Saa 1 usiku Ben alimuita rafiki yake wa utotoni John Mugendi aliyekuwa akicheza gemu za video na rafiki yao mwingine kwa jina la Chris Dana. Ben alimwambia angependa kuongea naye. Baadaye Ben na Emmanuel walifunga buchari na kurudi nyumbani kwa muda mfupi ili kurudisha ndoo waliokuwa wakiitumia. Mama yao aliwasikia wakiitupa ndani ya ua, lakini hakuwapata uso kwa uso. Waliondoka na kuelekea soko la Kianjokoma, wakakutana na Mugendi na Chris Dana. Mugendi alipendekeza wapate kinywaji, lakini Ben na Emmanuel wakakataa kwa sababu walitaka kuamka mapema kazini kesho yake. Walienda klabu ya Mwamuri. Mugendi na Chris Dana wakapata kinywaji. Ben na Emmanuel hawakunywa pombe, walikaa tu wakizungumza na kusikiliza muziki. Saa 2 usiku mama yao mzazi Catherine aliwapigia simu na wakamwambia wanakuja ndani ya dakika 20. Saa 2:20 aliwapigia tena. Emmanuel akamwambia bado wanakuja. Saa 3 usiku bado hawakuwa wamefika nyumbani. Catherine akazidi kuwa na wasiwasi. Saa 3:17 aliwapigia simu tena, wakaahidi ya kuwa wanafika. Baada ya simu hiyo, Ben aliwaambia marafiki zake waondoke kwa sababu ilikuwa karibu kufika saa 4, muda ambao kila mmoja anafaa kuwa nyumbani kulingana na sheria za serikali, lakini hawakuweza kufika nyumbani wakiwa hai. Saa 3:50 usiku, dakika 10 kabla ya kafyu, polisi kutoka kituo cha polisi cha Manyata, takriban kilomita 5 kutoka soko, walifika kusimamia marufuku. Ben, Emmanuel, Mugendi na Chris Dana waliondoka klabu saa 4:01 usiku kupitia njia ya nyuma. Wakiwa hawajatembea hata mita 20, waliona gari la polisi na maafisa wawili. Mmoja alikuwa ameshikilia rungu kubwa. Kwa kuhofia kukamatwa kwa kuvunja marufuku, Ben alipendekeza wakimbie. Walikimbia, lakini mvua ilikuwa imenyesha na barabara ilikuwa telezi. Emmanuel akateleza na kuanguka. Ben akamshauri mdogo wake waachane na viatu ili waendelee kuokoa maisha yao. Mugendi na Chris Dan waliendelea kukimbia na Ben akaamua kurudi kumsaidia mdogo wake. Chris Dan alifanikiwa kutoroka na Mugendi akajificha kwenye shimo karibu na akaona kila kitu. Anasema aliona gari aina ya Land Cruiser ya polisi ikisimama mahali Ben na Emmanuel walipoanguka. Aliwasikia wakipigwa vibaya, hasa Emmanuel ambaye alikuwa tayari chini. Polisi waliwabeba Ben na Emmanuel kwenye kiti cha mbele cha gari na wakaondoka. Mugendi alirudi nyumbani kwake ambako ilikuwa ni dakika 3 tu kutoka kwa kina Ben na Emmanuel. Alijaribu kuwapigia simu lakini zilikuwa zimezimwa. Wazazi wao pia walijaribu kuwapata bila mafanikio. Baba yao alifika nyumbani saa 4 usiku na kukuta bado hawajarudi. Walifungua lango wakitumai vijana wangerudi. Walijaribu kulala lakini wakawa na wasiwasi. Saa 9 alfajiri, John akaamka kuangalia vyumba vyao, lakini vitanda vilikuwa vitupu. Asubuhi, Catherine alikimbilia soko la Kianjokoma kuangalia kama vijana walilala klabu kutokana na marufuku, lakini hakuwapata. Walienda kituo cha polisi cha Manyata kuulizia kama walikamatwa, wakaambiwa hawajafikishwa hapo. Walizunguka vituo vingine vya polisi Runyenjeza, Embu, Itabua, lakini hawakupatikana. Wakapiga simu pia vituo vingine bila mafanikio. Walienda nyumbani saa 3 usiku wakiwa wamechoka lakini bado wakiwa na matumaini. Asubuhi ya Jumanne tarehe 3 Agosti mwaka 2021 walienda katika kituo cha polisi cha Runyenjeza kutoa taarifa ya kupotea. Walipokutana na DCIO akawauliza kama hawajasikia kisa kibaya kilichotokea huko Manyata. Kisha akawapeleka kwa mkuu wake ambaye aliwaambia wazungumze na OCS wa Manyata, Abdullahi Yaya. Walipofika Manyata, OCS Abdullahi
aliwaambia kwamba watu wawili walikamatwa Kianjokoma, lakini waliruka kutoka gari la polisi walipokuwa wakisafirishwa. DCIO wa Manyata akaingia, ndipo Osiesa akasema vijana hao wawili walifariki. DCIO alionyesha wazazi picha za miili ya vijana kupitia simu, picha zilizotisha zikionyesha wamelala barabarani wakiwa wamejeruhiwa vibaya. OCS alisema kesi hiyo ilikuwa kesi ya ajali ya barabarani. Akawapa namba askari wa trafiki kwa jina la Carol awapatie mwongozo wa kwenda kuona miili hiyo katika hospitali ya Embu level 5. Walipofika katika kituo cha polisi cha Embu, hakuna askari aliyewajali hadi Katrina alipoanza kulia na kupiga kelele. Baada ya muda mfupi, Carol alitokea na kudai alikuwa akisubiri ndugu wafike. Walienda mochari ambapo walikuta miili ya Ben na Emmanuel ikiwa imewekwa pamoja kwenye kitanda kimoja bila hata kuhifadhiwa. Mfanyikazi mmoja wa chumba cha maiti akasema polisi walisema vijana hao walikuwa majambazi, lakini hawakuamini. Hali ya miili iliwaumiza sana. Ben alikuwa amejeruhiwa vibaya sana kichwani na mguu mmoja umevunjika. Emmanuel naye aliumizwa kichwani na fuvu lake lilikuwa limepasuka. Shilingi 15,000 walizokuwa nazo hazikuonekana. Baada ya hapo, John alirudi katika kituo cha polisi cha Manyata kutafuta majibu. Alikutana na OCPD Meli Ngaruia. Alipohoji ni kwa nini vijana hawakurekodiwa kwenye OB kama wengine waliokamatwa usiku ule na kwa nini miili iliwasilishwa mochari kama wasiojulikana, hakupata majibu yoyote. Vifo hivyo viwili viliwaumiza sana familia ya Ndwiga na jamii nzima ya Kianjokoma. Watu walifanya maandamano kwa siku 3 kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 6 Agosti mwaka 2021 wakidai haki. Kwa bahati mbaya, wakati wa maandamano watu wawili zaidi waliuawa na polisi. Moses Kimathi alipigwa risasi na James Muchangi alikamatwa na kuteswa akafariki baadaye kutokana na majeraha. Gari la polisi lililotumiwa kumsafirisha Ben na Emmanuel lilichomwa na waandamanaji na hivyo ushahidi muhimu ukaharibiwa. Maafisa wakuu wa polisi walitoa matamko ya kukosolewa wakisema wananchi waache kuchokonoa polisi. Maandamano yalisemekana kupungua tarehe 7 Agosti baada ya naibu inspekta jenerali wa polisi Edward Mbugua kuahidi wahusika wangechukuliwa hatua. OCPD Emily Ngaruia na OCS Abdullahi Yaya walihamishwa kutoka kituo cha polisi cha Manyata. Serikali ikafungua kituo kipya cha polisi Kianjokoma tarehe 30 Agosti mwaka 2021. Upasuaji wa maiti tarehe 6 Agosti mwaka 2021 ulionyesha kuwa vijana walifariki kutokana na kupigwa na kitu kizito. Ben alikuwa na majeraha makali kichwani, mbavu zilizovunjika na mguu uliovunjika. Emmanuel alikuwa na fuvu lililopasuka kutokana na kupigwa na kifaa butu. Hii ilithibitisha simulizi ya polisi haikuwa sahihi. Hapa kuna simulizi mbili kuhusu kile kilichotokea, ya polisi na ya wazazi na mashahidi. Simulizi ya polisi ilisema kuwa maafisa 6 walidai kuwa Ben na Emmanuel waliruka kutoka gari aina Land Cruiser wakiwa wamekaa nyuma ya gari pamoja na watuhumiwa wengine 9. Walidai hawakugundua hadi walipofika katika kituo cha polisi kuwa vijana wamepotea, ndipo waliporudi nyuma na kuwapata wakiwa wamefariki. Lakini swali ni je, inawezekanaje watu wawili waruke kutoka nyuma Land Cruiser bila polisi 3 walio ndani kugundua? Inawezekanaje mmoja tu ndiye aliyedai kuwaona wakiruka? Na je, ni kwa nini miili ifikishwe mochwari saa 10 asubuhi ikiwa walikamatwa saa 4 usiku?